Haleluya, watu wa Mungu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni mimi mtumishi wa Mungu mchungaji Alex Mkwama ambaye anachunga kanisa la Uzima katika Neno. Ninayo furaha kubwa ya kumtukuza Mungu kwa namna alivyotupendelea. Mungu ameachilia neema, Mungu ameachilia kibali kwetu, Mungu ameachilia afya. Tukiwa siku ya 4 ya mwezi huu wa 3, Mungu amekuwa na nguvu za pekee kabisa ambazo ameweza kuziachilia kwetu. Kila wakati Mungu anatuwisha, kila tunapoamka tunakuwa tumeuishwa na Mungu, kwa sababu usingizi ni nusu ya kifo kabisa. Kwa hiyo Mungu anakuwa anatufufua tena. Niko hapa kukukaribisha kwenye ibada ya leo Jumatano ambayo itafanyika katika madhabahu hii ya Uzima katika Neno, mji wa raha, ambao madhabahu hii iko chini ya mchungaji Alex Mkwama ambaye ndiye anaongea na wewe, lakini kanisa la Uzima katika Neno liko chini ya askofu mkuu Tume Dr. Moses King, na makao makuu yako Mbezi Malamba Mawili. Niko hapa kukualika kwenye ibada hii kwa sababu ninaelewa mwanadamu ili aweze kutoka kwenye maagano na mikataba mbalimbali ambayo inamtesa, anamhitaji Mungu. Na ndio maana Mungu alimweka mwanadamu duniani kwa lengo la kushare naye, kufanya fellowship na yeye majira yote na wakati wote. Maandiko anasema wakati wa jua kupunga, Mungu alikuwa anaenda kwenye bustani ya Edeni akiwa anaenda kuongea na Adamu. Ule ukaribu ndio uliomfanya Adamu awe na aendelee kuwa na joto la kiungu ndani yake, aendelee kuwa na nguvu za kimungu ndani yake. Lakini baada ya anguko, Adamu akakaa mbali na Mungu, kwa ile nguvu ya kimungu ndani yake kaondoka. Ile hali ya upako wa kimungu ndani yake ukaondoka moja kwa moja. Kitu ambacho kinamfanya mwanadamu awe na ulinzi wa kimungu ndani yake ni namna anavyokuwa karibu na Mungu kwenye maisha yake. Kitabu kile cha Yakobo sura ile ya 4 na ule mstari wa 8, maandiko anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Tunawezaje kumkaribia Mungu kwenye maisha haya tulionayo? Tunamkaribia Mungu kwa kufanya ibada naye. Tunamkaribia Mungu kwa kumuomba kila mara, kila wakati, kila majira. Hiyo ndio kumkaribia Mungu. Wana wa Israeli wakati wanatoka kwenye mikono ya Farao walikuwa mbali na Mungu, lakini baada ya kutolewa kule, Mungu akaandaa fellowship nao, akasema tengenezeni hema moja la kukutania ili niweze kuja hapo. Kwa hiyo kulikuwa kuna mahema madogo madogo kama sehemu zao za kuishi, lakini kulikuwa kuna hema kubwa, hilo la makutano linaitwa hema la kukutania. Manake Mungu alikuwa anashuka kwenye ile hema, kila aliyekuja kwenye hiyo hema anakutana na Mungu katika maisha yake. Leo hii Mungu ameandaa nyumba za ibada, iwe ni nyumba yote ile ya ibada. Mungu ameandaa hizo nyumba kama hema ya kukutania. Kwa hiyo wanadamu wana nyumba za kwao, lakini pia kuna hema la kukutania, ndo kama nyumba za ibada ambazo zimezoeleka kwa jina la kanisa. Sasa ili Mungu aweze kukutana na wewe, unahitaji kufanya ibada. Maanake kwenye makutano ndiko Mungu anashuka. Maandiko anasema mkusanyikapo 2 au 3 kwa ajili ya jina langu, mimi nipo hapo hapo. Mahali popote penye makusanyiko ya kimungu, Mungu anashuka hapo na anatenda miujiza na anafanya mambo makubwa kwa watu wengi. Leo kumekuwa na changamoto nyingi ya watu kutohudhuria ibada, na hiyo hali ndio inamfanya mtu awe mbali na Mungu kwenye maisha yake. Na ukiwa mbali na Mungu, dalili huwa zinajulikana tu. Utashangaa ule uwepo wa kimungu ndani yako unaondoka, kama Adamu alivyotolewa kwenye Eden. Ule uwepo wa Mungu ndani yake ukaondoka kabisa. Kwa unaanza kuona ule uwepo wa Mungu ndani yako unaondoka. Na uwepo wa Mungu ukiondoka ndani yako, uwepo wa shetani utakuja. Na ndio maana unaanza kuona hata mabadiliko ya ndoto, uotaji wako wa ndoto. Unaanza kuota ndoto za ajabu, sio zile za kimungu, kwa sababu uwepo wako ulionao sio wa kimungu, ni wa adui. Na shetani huwa hachelewi. Uwepo wa Mungu ukiondoka ndani yako, anakuja anaachilia uwepo wake. Na uwepo wa shetani huwa hauwi wa amani,
haui wa furaha, unakuwa ni uwepo wa huzuni na uharibifu, kwa sababu maandiko anasema yeye ni mwizi, alikuja kuiba, kuchinja na kuharibu. Kwa hiyo uwepo wa shetani ukiwa ndani yako, utakuwa ni mtu wa kusikia jaziba saa zote, mtu wa kukosa amani, mtu mwenye huzuni majira yote. Lakini uwepo wa Mungu ukiwa ndani yako, furaha utaanza kuona inazaliwa ndani yako, amani utaanza kuona inazaliwa ndani yako. Sasa huo uwepo wa Mungu ili uweze kuja kwako, unahitaji kumkaribia Mungu kwa njia ya ibada. Tunakusanyika hapa kwenye madhabahu ya uzima katika neno hapa ili tuje tumtukuze Mungu kwa pamoja. Kwa hiyo Mungu anasema nikaribieni ili na mimi niweze kuwakaribia nyinyi. Tunamkaribia Mungu kwa njia ya ibada, na ndio maana unakuta hata wanaoabudu mizimu yakifika majira ya ibada wanakimbia kwenda kumwabudu Mungu wao. Hata wale ambao wanaabudu mawe, ukifika muda wa ibada wanakimbia kwenda kumwabudu Mungu wao, kwa sababu wanajua kwamba pasipo ibada hakuna ukaribu wa mtu na Mungu. Na ndio maana watu wengi ambao hawahudhurii ibada, uwepo wa Mungu ndani yao unakuwa haupo kabisa. Ile nguvu ya wao kuomba, ile nguvu ya wao kutawala katika ulimwengu wa roho inakuwa ipo. Hata ile hali ya ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yao inapotea, kwa sababu wako mbali na Mungu. Lakini ukiwa karibu na Mungu, Mungu naye anakukaribia wewe. Kuna nguvu ya pekee ambayo inakuwa inazaliwa ndani yako, na hakuna njia nyingine ya kumkaribia Mungu isipokuwa ibada. Kwa hiyo ibada ya leo ni ibada ya kukutana na Mungu. Uwezi ukafika kanisani usikutane na Mungu, lazima ukutane na Mungu. Na ndio maana kuna wakati mwingine unatoka nyumbani ukiwa na huzuni, hauna amani, hauna furaha. Unapofika tu kwenye nyumba ya ibada, ile furaha inaanza kuzaliwa ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu umeenda kukutana na Mungu. Usiseme nitaabudu nikiwa nyumbani. Mungu ameweka makanisa kwa lengo la wanadamu kukutana naye. Ndio maana anasema kwenye Yakobo 4:8, nikaribieni mimi ili na mimi niweze kuwakaribia nyinyi. Inaonyesha wazi kwamba ukiwa mbali na Mungu, Mungu naye atakuwa mbali na wewe. Unapoacha ibada, maana yake unajitenga na Mungu, unakuwa mbali na Mungu. Unapokuwa mtu wa ibada, unamkaribia Mungu kwenye maisha yako, na Mungu lazima afanye mambo makubwa. Watu wengi ambao hawafanyi ibada huwa wanaishi kama wanyama, hawaishi kama binadamu, kwa sababu uwepo wao sio wa kimungu. Uwepo wao ni wa shetani ambao unakuwa ndani yao. Nikusii wewe ambao unanitazama sasa na kunisikiliza, nikukaribishe siku ya leo kwenye ibada ya pekee kabisa ambayo imeandaliwa hapa kwenye madhabahu hii ya uzima katika neno mji wa raha, ambayo itaongozwa na mchungaji mwenyeji ambaye naongea na wewe. Na naamini kuna mambo makubwa ambayo Mungu ataenda kuachilia ndani yako. Kuna vitu vikubwa Mungu ataenda kuachilia ndani yako. Tumeona watu wengi ambao walipitia changamoto, walipitia shida, mateso mbalimbali. Baada ya kufika kwenye nyumba ya ibada, Mungu akawakomboa, wakatoka kwenye mateso hayo, wakatoka kwenye hizo changamoto ambazo walikuwa wanazipitia. Leo Jumatano tarehe 4 tutakuwa na ibada yenye nguvu kabisa, ibada yenye kishindo cha pekee kabisa kwa kila mmoja ambaye atafika kwenye madhabahu hii. Tunaanza ibada kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwa ni masaa matatu moto ambayo ataenda kuachilia mabadiliko kwa kila mmoja ambaye atahudhuria ibada hii. Usikubali kubaki nyumbani. Kubaki nyumbani ni kujitenga na Mungu. Kubaki nyumbani ni kuwa mbali na Mungu. Mungu anatamani watu wote awakaribie. Na ukimkaribia Mungu kuna joto la kiungu ambalo utalipata ndani yako. Nikukaribishe sana. Lakini pia nikukaribishe kwenye uwanja wetu pia wa media wa YouTube Mji wa Raha TV. Ingia huko, subscribe, share pamoja na kucomment ili uweze kupata mahubiri na mafundisho mbalimbali ambayo yatakujenga, yatakufanya uendelee kuinuliwa zaidi kiroho, yatakufanya uendelee kusonga mbele, yatakufanya uweze kuishinda dunia hii yenye changamoto mbalimbali. Kwa sababu neno la Mungu linapanda mbegu ya imani ndani ya mtu, anaanza kuona anainuliwa tena na anasonga mbele kwa nguvu zote. Kusudi la shetani ni kukuondolea imani ya wewe na Mungu. Kusudi ya shetani ni kukutenganisha wewe na Mungu. Unapobaki nyumbani, manake shetani anafurahi. Unapoacha ibada, hiyo ndio sherehe kwa shetani. Hiyo ndio sherehe kwenye mizimu, kwa sababu inafurahia. Inajua kabisa unapoacha ibada umeachilia mwanya wao kuja kuleta uharibifu kwenye maisha yako. Lakini unapokuja ibada umeziba mlango wa shetani kuingia kwako. Ndio maandiko yanasema wala msimpe ibilisi nafasi. Unapomwabudu Mungu, manake umezuia nafasi ya shetani isikaribie kwako, lakini umeruhusu mlango wa Mungu ili malaika waje walinde maisha yako, ili Roho Mtakatifu aweze kuingia kwenye maisha yako. Nikukaribishe sana kwenye ibada hii ya pekee kabisa ambayo itaenda kufanyika leo Jumatano, lakini kesho kutwa ambayo ndio Ijumaa pia tutakuwa na ibada yenye nguvu. Muda huo kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni.
Na Jumapili asubuhi na mapema saa 1 kamili asubuhi tutakuwa na ibada yenye nguvu mpaka saa 6 kamili mchana, na naamini kuna mambo makubwa ambayo Mungu ataenda kuachilia kwenye maisha yako. Baada ya kuongea haya, ni kuage kwa neno hili ya kwamba Mungu yuko karibu na wale walio karibu naye. Mungu anawapenda wale wampendao. Ukiwa mbali na Mungu, Mungu naye atajitenga na wewe. Ukiwa karibu na Mungu, Mungu naye atakuwa karibu na wewe. Na ukaribu wa sisi na Mungu ni ibada. Hakuna ukaribu mwingine nje ya ibada. Kwa tunapotoka kwenye shughuli zetu kuja kanisani, manake tunaenda kumkaribia Mungu ili Mungu naye aweze kutukaribia sisi. Mungu akubariki sana. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu mchungaji Alex Mkwama ambaye nachunga kanisa la Uzima katika neno. Niko hapa Mbagala, Mbande, Kiponza, mji wa raha. Tunamtukuza Mungu. Tunasema mji wa raha, hatupoi, hatupozwi. Majaribu yakija, tunashinda na tunasonga mbele kwa sababu tunamwamini Mungu yuko pande wetu saa zote na kutupigania. Ni shauku yangu ni kuone alasiri saa 9 hapa kwenye madhabahu hii ya Uzima katika neno, mji wa raha. Na naamini kuna mambo makubwa ambayo Mungu ataenda kuachilia kwenye maisha yako. Walete wenye shida, wenye changamoto mbalimbali. Mungu ndiye mponyaji. Maandiko anasema mtaweka mikono juu yao nao watapata afya, watakombolewa. Kwa niko hapa kutumiwa na Mungu ili kuachilia kibali kwenye maisha yako, ili kuachilia uzima kwenye maisha yako. Kuna watu wengi ambao walipitia changamoto, lakini baada ya kufika kwenye madhabahu hii wamekutana na Mungu uso kwa uso, na Mungu ameweza kuachilia neema kwenye maisha yao. Mungu haonekani kwa macho ya nyama, Mungu anaonekana kwa macho ya roho. Unapokuja kwenye ibada, una hitaji lako na changamoto yote, ndipo Mungu anakukaribia na analiondoa tatizo. Na Mungu akikukaribia, tatizo linaondoka. Yesu alimkaribia Bartholomayo, tatizo la kutoona likaondoka pale pale. Na naamini hata ukimkaribia Mungu siku ya leo Jumatano, kuna mambo makubwa ambayo Mungu ataenda kuachilia ndani yako. Ubarikiwe sana, nikutakie Jumatano ya baraka, wafanyabiashara na wafanyakazi wote. Mungu azidi kuinua maisha yenu na mzidi kumwona Mungu kwenye maisha yenu, wala usiache ibada kwenye maisha yako. Hata kama upo kwenye changamoto, usikubali kuacha kuja kanisani, kwa sababu ndiko usalama wako ulipo. Barikiwe sana na uwe na amani ya Kristo Yesu itawale ndani ya moyo wako. Amen, amen.